Serikali ya Uturuki imeamua kutumia mabaki halisi ya magari yaliyopata ajali kuwakumbusha madereva kuwa sekunde moja ya uzembe inaweza kukuacha katika moja ya nguzo hizi. Katika jitihada za kukabiliana na ongezeko la ajali za barabarani, mamlaka nchini Uturuki zilianzisha kampeni ya aina yake inayotumia lugha ya picha kushtua hisia za watumiaji wa barabara. Badala ya kutumia mabango ya kawaida ya tahadhari kama yale ya 50 kwa 50, miji kadhaa nchini humo sasa inatumia mabaki halisi ya magari yaliyowahi kupata ajali mbaya na kuyainua juu ya nguzo ndefu kando ya barabara kuu na kwenye makutano hatarishi. Mabaki haya ya vyuma vya magari yaliyopondeka kwa ajali yameambatana na alama za barabarani zinazoashiria chanzo cha ajali husika. Kwa mfano, gari lililoharibiwa vibaya huwekwa alama ya kuzuia unywaji pombe au alama ya mwisho wa mwendo kasi, lengo likiwa ni kumfanya dereva anayepita ajione yeye mwenyewe ndani ya ajali hiyo ikiwa hatochukua tahadhari. Mbinu hii inajulikana kama mbinu ya visual impact. Hii inalenga kuvunja mazoea ya madereva kupuuza alama za kawaida za michoro ya barabarani. Kwa kuona gari halisi lililopata ajali na huenda labda limekatika vipande, dereva atalazimika kisaikolojia tu kupunguza mwendo ili kuondokana na ajali kama ile. Licha ya ufanisi wake kuripotiwa katika maeneo kadhaa, kampeni hiyo imeibua mjadala mzito kwenye mitandao ya kijamii. Watetezi wa usalama barabarani wanadai kuwa picha hiyo inabaki kuwa kwenye kumbukumbu ya dereva kwa muda mrefu na kisaikolojia si sawa, na hivyo kumfanya awe mwangalifu zaidi. Alama ya kawaida inakuambia nini cha kufanya, lakini gari lililopondeka linakuonesha nini kitatokea usipofanya hivyo, alisema mmoja wa wachambuzi wa masuala ya usalama. Hata hivyo, wakosoaji wameelezea wasiwasi wao kuwa mbinu hii inaweza kuleta mshtuko mkubwa, yani trauma, kwa abiria au hata kwa watu wa huduma za magari, kwamba suala la umakini unapokuwa kwenye mwendo kasi kwa kuanza kutazama mabaki hayo. Uturuki inaungana na nchi nyingine chache duniani zinazotumia mbinu kali kama hizi za kuonyesha uhalisia wa ajali kuokoa maisha, huku takwimu za ajali zikiendelea kuwa changamoto duniani kote. Mbinu hii imetajwa kutoa darasa jipya kuhusu namna ya kutumia saikolojia ya hofu kuleta mabadiliko ya tabia barabarani. Mbinu hii inaonekana kuwa kali kisaikolojia, lakini pengine ni ukweli unaohitajika barabarani. Je, unadhani kuweka mabaki ya ajali kama haya kwenye barabara zetu hapa nyumbani Tanzania kunaweza kusaidia kupunguza mwendo kasi na uzembe wa madereva barabarani? Leave your comment behind. Mimi ni Gina Baltazari.